unaweza kutoa neno pia uongozi ukatega sikio ukapata kidogo kitu juu ya mechi ya leo? Ni mechi ya kwanza, haionyeshi taswira kwamba tayari wameshindwa. Hapana, bado kuna nafasi kubwa kwa sababu ni mechi ya kwanza ya hatua ya makundi. Simba ni mwenyeji sana humo. Tusimalize maneno. Umeonaje mchezo dakika 90 na nini ambacho unaweza kushauri viongozi kwa sasa? Ya, mimi ni kiongozi kwenye bodi ya ushauri, kwa hiyo na platform yangu kushauri. Kwa hiyo hapa siwezi kuongea katika level ya kushauri kama mshauri. Nitaongea kwa level ya shabiki ambaye amekuja uwanjani. Kwanza niseme timu yetu haikucheza vizuri sana. Imepoteza nafasi nyingi za kushinda, na timu inaonekana kama inacheza kwa hofu, hawoga. Motivation kama leo haikuwa sawa sawa, na hata upangaji wa timu naona kidogo kama kuna dosari. Sasa kwa sababu mwalimu ni mpya, kwa hiyo nadhani hiyo ni kwa upande wangu mimi. Mwalimu ni mpya, nadhani anahitaji muda zaidi wa kujua wachezaji wake na kujua jinsi gani ambavyo ataweza kuwatumia. Sawa. Nini ambacho mnaweza kukifanya kwa muda huu mfupi, kwa sababu at least kuna break ya AFCON hapo, timu inaweza ikarudi kujipanga vizuri kwa ajili ya mechi ambazo zinafuata. Kutoa mechi hii ya Mali. No, hii ni eneo la ufundi zaidi, kwa sababu wachezaji ni hawa, hatuna muda ya kusema utasajili, wachezaji ni hawa. Kwa hiyo nadhani sasa hiyo ni homework ya mwalimu, akaangalie plan zake na jinsi tulivyocheza na tumekosea wapi, labda tukafanya marekebisho katika mechi inayofuata. Lakini si upo ndani, mimi si kwamba taarifa za kocha anahitaji watu, na Desemba hapo tunajua kama kawaida kuna dirisha la kuweza kupata hata wachezaji watatu kwenye dirisha dogo. Hapana, mimi si katika level. Mimi level yangu ni ya ushauri tu. Kwa kiufundi naweza na platform ya kushauri, nitashauri. Kwa maana ya shabiki, nimeona mchezo, tumefungwa, sijafurahi, hatukufanya vizuri, naamini tumefanya makosa mengi. Timu kwa mechi ya leo, timu yetu haiko sawa sawa. Kwa hiyo naamini mwalimu atalifanyia kazi.